Tamko la mkakati ni kila Mtanzania atumie nishati safi ya kupikia ili kulinda afya, mazingira na kuboresha maisha. Kama nilivyosema awali kwamba uharibifu wa mazingira, athari za kiafya, kiuchumi pamoja na kijamii ndio ilikuwa ni msukumo pia wa kuanzisha mkakati huu ambao unakusanya jitihada za watu mbalimbali kuhakikisha kwamba tunasonga mbele katika matumizi ya nishati safi ya kupikia. Lakini dhima la mkakati ni kuhakikisha upatikanaji wa nishati ya kupikia iliyo nafuu, endelevu, salama na rahisi kutumika. Lakini mkakati huu una lengo kuu. Lengo kuu la mkakati ni kufika 80% ya Watanzania wao wanatumia nishati safi ya kupikia ifikapo 2034. Na hilo ndo lengo kuu. Kwa hiyo mambo mengi yatafanyika, lakini lengo ni kwenda kwenye 80% ifikapo 2034. Kwa hilo ndo lengo kuu la mkakati ambalo ndo kila siku tunalifanya. Baadaye pia maelekezo na pia kuna mpaka ili katazo la taasisi ambazo zinahudumia watu zaidi ya 100 kuhamia katika matumizi ya nishati safi ya kupikia. Katazo ambalo linatekelezwa. Lakini mkakati huu wenyewe kuna changamoto ambazo zilikuwepo na bado zipo, japokuwa sasa kwa sababu mkakati ulizinduliwa na unatumika sasa hivi, changamoto hizi zimeshaanza kushughulikiwa kupitia utekelezaji wa mkakati. Kwa mfano, changamoto ambayo ilionekana kipindi mkakati unaandaliwa ni uelewa mdogo wa wananchi na taasisi kuhusu umuhimu wa matumizi ya nishati safi ya kupikia. Lakini mkakati na wenyewe ukawa unajibu kwamba lengo mahususi la mkakati sasa ni kuongeza uelewa kwa wananchi na taasisi kuhusu umuhimu wa matumizi ya nishati safi ya kupikia. Kwa sababu kama una jambo unalifanya alafu uelewa ni mdogo, maana yake ni kwamba hilo jambo haliwezi kufanikiwa mpaka uelewa uwafikie watu. Watu sasa watashughulikia jambo hilo. Kwa hiyo lengo mahususi linatekelezwa mpaka sasa hivi. Uelewa unazidi kuongezeka kwa watu wananchi pamoja na taasisi.